Vipi, hii ni Lokoma TV na leo tupo hapa Zanzibar. Mada kubwa zaidi ni kuelekea mchezo wa finali ya shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi RS Berkane. Pembeni yangu niko na Dr. Mohamed, shabiki maarufu kabisa wa Simba Sports Club na pia yeye ni mchambuzi wa soka. Ana mengi ya kuzungumzia kuelekea mchezo wa finali Simba dhidi RS Berkane. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam kaka Nabii. Kifali. Tunashukuru Mungu, tuko vizuri, Zanzibar ni njema na umeona Mwenyezi Mungu ametupa kibali cha kuiona Jumaa leo tukiwa katika visiwa hapa vya Zanzibar kuelekea mchezo wetu mkubwa mgumu wa finali ya mkondo wa pili ni Simba dhidi ya RS Berkane katika uwanja wapo Amani majira saa 10 siku ya Jumapili. Ni mchezo mkubwa, ni mchezo ambao unatengeneza historia kubwa. Mwaka 93 mchezo huo mgeni rasmi alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi. Kwenye uwanja pale Temeke, kwenye uwanja wa Uhuru zamani Shambala Bibi. Lakini siku ya Jumapili baada ya miaka 32 kupita, mtoto wake Dr. Hussein Ali Mwinyi anakuwa pia mgeni rasmi kwenye mchezo huo wa finali ya CAF ya Confederation Cup. Unaona jinsi ambavyo historia inaweza kujirudia. Baba alikuwa ni rais na ndio mgeni rasmi kwenye finali hiyo mwaka 93. Leo baada ya miaka 32 mtoto wake ni rais pia wa Zanzibar atakuwa mgeni rasmi kwenye finali yetu hiyo. Maana yake kuna historia kubwa, na leo unaona klabu ya Simba kupitia meneja habari wa klabu hiyo semaji la CAF pamoja na viongozi waandamizi tumekwenda kwenye kaburi la mzee wetu mzee hayati Ali Hassan Mwinyi kwenda kulidhuru na kumuombea dua iwe heri kwake na kwetu sisi kuelekea mchezo unaokuja, kwa sababu yeye alitamani Simba ichukue ubingwa mwaka 93 wakati yeye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili, lakini sivyo bahati Simba kuondoka na ubingwa. Leo Simba imeudia tena finali akiwa hayupo kwenye machoni mwa watu. Kwa hiyo kupitia huko aliko tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuilaza roho yake mara peponi, lakini dua ambazo tunamwombea leo ziwe heri pande zote, pande ya kwake na pande yetu sisi, iwe chachu ya kuweza kuchukua ubingwa siku ya Jumapili. Tumejiandaa vizuri, hamasa zinaendelea hapa visiwani Zanzibar. Unaona kispika cha semaji la CAF, mitaa yote imesimama, mitaa imetika, Kisiwandui, unaona Darajani, Marindi, Paje, Bububu, nzuri, watu wote huko wameitika kote ambako kispika kimepita Chukwani. Lakini pia unazungumzia hapa Kikwajuni, tawi kubwa kabisa la Kongwe ambao ndio tawi la pili kuanzishwa hapa visiwani Zanzibar, maana tawi lile la Dar es Salaam na Magomeni. Manake za Wazanzibari, Wapemba, Waunguja wameipokea klabu yao kwa bashasha na wapo tayari kutupa ubingwa wa kombe la Afrika. Kama waliweza kutupa goli ambalo litupeleka sisi finali ya CAF, goli ambalo lilifungwa hapa Zanzibar kwenye uwanja wa Amani dhidi ya Stellenbosch kutoka South Africa, goli ambalo lilifungwa kwa mpira ukufwa na Jean Charles Ahoua, nyota huyu wa klabu ya Simba ambaye anacheza kwenye eneo la kiungo. Hawashindi kutupa ubingwa wa kombe la Afrika, na Wazanzibari na wakalimu wamesema tutawaombea dua na Mwenyezi Mungu inshallah atawafanyia tawafifi siku ya Jumapili, mtaondoka na mmefly katika visiwa vya Zanzibar. Lakini kwa mind game nafikiri Berkane alipofika jana kwenye airport unaona kabisa waligoma kupanda mabasi ambayo yalikuwa yameandaliwa na wenyeji wao Wekundu Msimbazi Simba. Nafikiri labda kuna kitu ambacho wamekibaini Berkane na wakagoma kabisa kupanda ile mabasi, nikimaanisha kwamba usafiri ule ambao ungetakiwa kupanda kwenda katika eneo la kupumzika. Mabasi walikuwa na msafara mwingi, msafara mrefu. Simba aliandaa mabasi yao na wao wenyewe waliongeza mabasi yao mengine. Sio kwamba waligoma, isipokuwa walipanda yale mabasi ya Simba na wakaongeza mabasi yao mengine. Hata kama wangekuwa wamegoma hawezi kulazimisha, sababu ni vitu vya kawaida. Watu wana tabia kuingiwa na hofu, unaelewa? Na hofu ni kitu cha kawaida kwa maisha ya wanadamu. Maana yake kama waligoma, mimi sikubahatika jana kwenda airport kwa sababu nilikuwa nimechoka kwa shughuli za hapa na pale. Umeona mitari shughuli zilikuwa nyingi za siku kutwa. Kwa hiyo kwa taarifa ambazo nimezipata kwa wale walikwenda airport kwamba waligomea mabasi kupanda, kama hilo lilikuwepo, maana yake tayari hofu imeshaingia kwenye mioyo yao na kwenye brain yao. Nakumbuka mpira unachezwa na vitu vinne. Umeelewa vizuri? Maana yake mental toughness, kama psychology yako, akili imeshajijenga kwamba wewe unaniloga mimi, maana yake hiyo ni hofu imetengeneza dhidi yako, ni rahisi kupotea. Unaelewa? Kwa hiyo tayari washapoteza mchezo kabla hajaingia uwanjani. Kwa mantiki hiyo, kwa sababu tayari washaingiwa na hofu kwamba hapa tumekuja kwenye hali ambayo watu hawa ni watu ambao wanaweza kutufanyia vitendo vya hujuma. Kumbe hujuma wajifanyia wao wenyewe. Simba tushavuka huko, hizo level tushazivuka.
Simba ni klabu kubwa inayojielewa kwa mizania ya soka barani Afrika, imeshajimwamba fulani, timu ambayo imejisheheni kila kona. Kwa kila mgeni anayekuja Tanzania anakuwa na hofu na klabu ya Simba. Kwa hiyo hizo hofu ziendelee, sisi tusubiri dakika 90 zipigwe uwanjani, tuzochukua magoli ya kutosha na hatimaye tuchukue ubingwa wa Afrika. Atmosphere ya Zanzibar haina tofauti kubwa sana na Dar es Salaam. Nafikiri hali ya joto pengine itawaletea changamoto wachezaji wa Berkane. Kabisa, sababu Dar es Salaam na Zanzibar hakuna tofauti. Temperature ni sawa. Kwa mfano leo nyuzi joto zilikuwa 34 hapa Zanzibar. Kana Dar es Salaam pia ilikuwa ni 32. Maana yake ni kama palcha. Kwa hiyo hali ya hewa inaweza ikawaathiri Waarabu kwa sababu Berkane joto kulikuwa kuna baridi, nyuzi joto 18 mpaka 19 wakati mechi inachezwa kule kwao. Maana yake unapozungumzia body adaptation ya mwili, mazingira tofauti, inahitaji muda kidogo kuweza mwili kuzoea hali ya hewa. Kwa hilo nao pia inaweza kuwa changamoto kwao na hatimaye ikawa advantage kwetu sisi Simba ambao tumezoea kuishi mazingira haya. Kwa hiyo sisi tunamwombea Mungu hali ya hewa iendelee kuwa mbaya kwao na iendelee kuwa nzuri kwetu, ili mwisho wa siku wao washindwe kutimiza majukumu yao ndani ya dakika 90, hatimaye sisi tutimize majukumu yetu ndani ya dakika 90 na tuondoke na washindi mbele zao. Imekuwa si mara ya kwanza Simba kuja na comeback, walikuja na comeback zidi ya Al-Masry. Nafikiri sasa zidi ya Berkane ambao unaona wamekuwa na experience kubwa sana kuliko hata Al-Masry, nafikiri wataweza kufanikiwa kuja na comeback ya kibabe akiwa wako nyuma bao 2-0. Kwa Simba kuhusiana na comeback, we good. Na I have no doubt kwa klabu ya Simba kuja na comeback yote. Unaona tulikwenda Al-Masry pale Misri na ilikuwa ni Misri ndio yuko jiji la Ismailia, tukicheza na Al-Masry tukafungwa bao 2, lakini tukafanya comeback Benjamin Mkapa, tukaweza kupindua meza, tukaweza kwenda hatua inayofuata ya nusu finali ya robo finali. Lakini unaona tulifungwa na Constantine pale Algiers kuna mji wa Algeria mabao 2-1, na tukaa Benjamin Mkapa tukafanya comeback ya maana, tukashinda bao 2 kwa 0. Maana yake hiyo ni comeback. Tumewabiti CS Function home and away, nyumbani na ugenini. Unaelewa? Lakini Bravo kunalizao nyumbani tukatoa nao draw, hapa tukawafunga. Comeback kwa klabu ya Simba ni jambo la kawaida sana. Unaona hata mwaka juzi tumeenda Conakry Guinea tukafungwa bao 1 la Guinea na Holoya. Walikuja Benjamin Mkapa tukawapiga bao 7 kama wamesimama. Lakini pia tulikwenda Botswana tukachezwa na Jwaneng Galaxy tukatoka mechi 0-0. Wanakuja Benjamin Mkapa tukawapiga 6 kama vile wamechuchumaa. Kwa hiyo jambo la comeback kwa klabu ya Simba ni kitu cha kawaida. Na wao yes, unaona leo hawa wametufunga RS Berkane, timu bora pale Morocco, na ndio mabingwa Morocco mwaka huu. Wamechukua ubingwa toka mwezi wa 3 kuelekea mwezi wa 4. Maana yake wamechukua ubingwa kwa kupoteza mchezo mmoja tu. Maana yake ni timu bora, na mashindano haya ya CAF mwaka huu katika mchezo 12 wamepoteza mechi moja tu. Wamekuwa unbeaten, maana yake hawajapoteza mchezo hata mmoja. Maana yake unaweza kuwa timu ina gani. Kwa hiyo sisi tutafanya comeback ya maana hapa kwenye uwanja wa Amani. Uzuri rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, tumshukuru kipekee nikiwa kama mwanachama wa klabu ya Simba na mshabiki na kinara klabu hii. Nimshukuru rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa namna ambavyo ameisaidia klabu ya Simba pakubwa kusimamia na kujitolea gharama zote za mchezo wa Jumapili. Maana yake kuanzia gharama za uwanja, maandalizi pre-preparation ya nje ya uwanja, maandalizi ya mchezo, gharama za kuishi na vitu vingine. Yote haya ameyafanya kwa mapenzi ya klabu ya Simba na mpira wa Tanzania kwa ujumla. Dr. Hussein Mwinyi, sisi wana Simba tunakupenda sana. Zawadi hii uliotoa na msaada huu, Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu, akupe hekima na busara, akupe maarifa makubwa, akupe afya njema ambayo itawaongoza Wazanzibari kwa kipindi kingine cha miaka 5. Maana tunajua Wazanzibari watakuwa fursa tena ya kurudi Ikulu kwa miaka 5 mingine ifikapo 2025 mwezi wa 10 mwaka huu kwenye uchaguzi mkuu, watakupa tena kula zao zingine. Tunasema Dr. Hussein Mwinyi 5 tena. Ametuheshimisha sana wana Simba. Leo gharama za mechi zinasimamiwa na rais wa Zanzibar. Matumizi mengineyo, uwanja na maandalizi mengineyo ni jambo la kujivunia sana. Kwa hiyo serikali zote mbili zimekuwa na ushirikiano mkubwa kwa kutoa mchango mkubwa ndani ya klabu ya Simba tangu mashindano haya yameanza. Tukianzia kule Tanzania, maana yake kule Tanzania visiwani, maana yake kwa Dr. Samia Suluhu Hassan Tanzania bara amekuwa akisaidia klabu ya Simba. Umeona finali ametoa ndege ya kwenda Morocco na kurudi, ndege yake, gharama zake. South Africa pia ametoa gharama nyingi kwa klabu ya Simba. Leo tunakuja Zanzibari, bado mheshimiwa rais wa Zanzibari
Dr. Hussein Mwinyi anatuheshimisha tena pia kwa kutupa thamani na kutuhudumia sisi watoto wake. Mungu atupe nini? Mungu atupe nini? Kwa hiyo Mheshimiwa Mwinyi, Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu kwa hiki ambacho mkifanya. Kwa hiyo sisi hatuna cha kumpa Mwinyi zaidi ya kumpa matokeo mazuri siku ya tarehe 25 kesho kutwa Jumapili, ambapo yeye atakuwa ndo mgeni rasmi pale jukwaa kuu. Tutampa kombe kwa kumheshimisha baba, yale ambayo ulitusaidia, fadhila ambazo umetutendea, basi hii ndio zawadi yako kubwa. Swala la mwisho, unafikiri Simba aje na game approach gani, kwa sababu ni mchezo wa finali kwa namna yote ile, mchezo wa kutafuta matokeo? Approach ya 3-5-2. 3-5-2 unakuwa na back 3 nyuma, viungo watano katikati ambao wanakupa option ya kutawala mpira kwenye maeneo mengi na kwenye eneo kubwa la uwanja. Mbele unatakiwa uwe na washambuliaji wawili ambao kimsingi unatakiwa na namba 10 pia wawili katika mfumo huo. Maana yake winga Akib Dennis ivunjwe, aingie Joshua Budo Mutale, awe ni winga muongo atokea eneo la kulia kuja katikati kuongeza concentration kwenye eneo la kiungo, maana yake side 10. Eneo la kiungo likiwa bora, maana yake itarahisisha eneo la ushambuliaji kuwa rahisi na hatimaye mipira mingi kumfikia Steven Dese Mkwala au Lino Yateba ambao ni washambuliaji wa mbele kama watapata nafasi hiyo. Kwa hiyo tutakuwa ndani na tuna Jean Charles Ahoua, at the same time tuna Joshua Budo Mutale ambaye atakuwa kazi yake kubwa ni kutengeneza nafasi nyingi as much as he can kuhakikisha kwamba tunaweza kupata matokeo. Kingine ni kwamba Elie Mpanzu Kibisawala kwenye eneo la kushoto, mbele Steven Dese Mkwala akianza, mimi naona kabisa hatuna budi ya kupata matokeo kwenye mchezo. Tutapata matokeo kadri ambavyo tunaweza. Lakini pia sitabaki katikati kwa sababu tayari ilionekana Abdulrazak Hamza ana shida kidogo kwenye mechi iliyopita. Nadhani sahihi sasa kumuingiza Sheikh Maruni Fondo kwenye eneo la center back, akipea na Shamuka Rabo kwenye eneo la ulinzi, lakini pia fullback namba 2 na namba 3 Mohamed Zumbe Junior kushoto, kulia anakuwa Shomari Kapombe show me the way. Katikati kwa pivot acheze na Yusuf Ali Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma, kwa experience ambayo wanayo, kwa ubora ambao wanao. Fabrice Ngoma ameshachukua taji la Afrika wakati yuko Raja Casablanca. Yusuf Kagoma ni typical intact defensive midfielder kwenye eneo katikati, kufanya eneo katikati kuwa complex block, kutokuruhusu mpira na space yote kupita kwenye eneo katikati. Kwa aina hiyo ya uchezaji bila shaka naona hao jamaa wanakufa pema. Kulia na kushoto maana yake wanaweka Elie Mpanzu Kibisawala, anaweza kukimbia na mpira mali mrefu, dribbling, kudribble mpira, kupiga pasi ndefu, kimbia kwenye eneo la pasi ya kushoto au kulia, na anaweza kutengeneza nafasi kutumia inner half space kwenye eneo la kushoto au la kulia, the same to Budo Mutale, na hatimaye kulifanya eneo la 1/3 ya uwanja ya juu kuwa jepesi kwa wao kupitisha mpira, hatimaye tukaweza kupata magoli mawili first half na magoli mengine second half, na hatimaye tukapata ushindi siku ya Jumapili. Mwarabu anakufa ngapi? Anakufa bao 3-0. Asante sana bwana. Kila laheri.